Ndugu wanufaika wa mikopo, natoa wito kwa wanufaika wote wa mikopo hii kuitumia kwa malengo yaliyokusudiwa na kuhakikisha miradi inayotekelezwa inazingatia sheria, kanuni na viwango vya usalama vilivyowekwa na mamlaka husika. Uaminifu katika matumizi ya mikopo na urejeshaji wake kwa wakati utawawezesha wananchi wengi pia kunufaika. Sasa leo tumeanza na watu 8. Najua watu 8 wamesaini mkataba leo, lakini tuna maombi mengine 10 ambayo tayari nafikiri yameshapitishwa na hivi karibuni tutasaini. Sasa nyie ni mabalozi wazuri kuhakikisha kwamba ile mikopo inayotolewa itumike katika kazi iliyolengwa. Lakini vile vile nilikuwa na maombi specific kwa Azania Bank kuhakikisha kwamba ili tuweze kupanua wigo na kufikia labda kiwango chenu hicho cha watu 200 kwa mwaka, ni muhimu sana benki ya Azania ikatoa elimu. Haitoshi kuwa na riba ya chini, lakini zile conditions zenu zingine muwe flexible, muweze kuwasaidia wanapofeli, wape elimu waweze kuimprove. Kwa namna hiyo tutavutia watu wengi. Lakini kwa upande wa EWURA vile vile, EWURA na nyie mna nafasi kubwa kuhakikisha kwamba tunapanua hii program yetu. Kwa sababu EWURA na nyie mkija na sheria zenu ngumu sana, hawa watu wanatakiwa mfanye nao kazi kwa karibu, muwape elimu na muwaelekeze njia bora ya kuweza kuhakikisha, kwa sababu ni lengo la serikali kuhakikisha kwamba tunapanua, tunakuwa na hivyo vituo vingi vya mafuta katika maeneo ya vijijini. Kwa hiyo tuwawezeshe. Serikali kutoa fedha kuwawezesha ni kitu kimoja, lakini vyombo vyetu vya udhibiti lazima na nyie mfanye kazi yenu kuhakikisha kwamba hili zoezi linafanikiwa. Vile vile nichukue nafasi hii kuwapongeza REA kwa kufanikisha huu mradi na kwa kuanzia kama ambavyo wamesema, wametoa kiasi cha shilingi bilioni 1 na milioni 48 ambazo zinatolewa kwa waendelezaji 8 ambao tumeshuhudia wakiweka saini hapa leo. Ningependa kuona kwa mtazamo huo tuangalie vile vile siku za usoni kuweza kuwawezesha wajasiriamali wadogo wadogo ambao wana matamanio ya kujenga kwa mfano vituo vya gesi CNG. CNG sasa hivi kama mnavyojua ndio habari ya mjini. Na kwa vile siku hizi mnajua kwamba kwa sababu ya vita mafuta yamepanda bei, lakini kwa wale ambao wanatumia gesi asilia au CNG wana unafuu mkubwa sana. Na kwa sababu tuna gesi, tuna miundombinu, na nafikiri sasa tusiishie kwenye mafuta, lakini twende kwenye masuala ya CNG. Inawezekana. Yote ni vitu ambavyo nyie tuko kwenye mandate yenu kuhakikisha vinafanyika. Kwa hiyo pamoja na kujiwekea lengo la kuhakikisha kwamba mnatoa mikopo kwa zaidi ya wajasiriamali 200, lakini swala la CNG vile vile tuliangalia. Mnaweza mkaanza na chache, sio lazima uanze na 100, mnaweza mkaanza na 5, 6 na katika maeneo ambayo tayari kuna miundombinu. Kwa hiyo ni fursa nyingine ambayo REA mnaweza mkademonstrate role yenu kwenye kusambaza nishati. Naita wawekezaji 10 ambao wameweza kukidhi vigezo vya kupata mkopo na wameweza kusaini mkataba. Leo mnaanza kuchukua fedha, lakini jueni kama kuna jukumu kubwa. Kwanza la kwenda kutekeleza mradi. Yes, mkopo wetu ni wa masharti nafuu. Tumeona hapa Mheshimiwa Katibu Mkuu, watu wanakopa kuanzia milioni 24 mpaka milioni 135. Nafikiri riba yake ni asilimia itakuwa kwenye 5. Yes. Sina hakika sana Tanzania kama kuna mkopo mwingine, labda ile benki ya kilimo, kama kuna sehemu unaweza kupata mkopo wenye riba ndogo. Kwa hiyo mjue mmebahatika, lakini hiyo bahati inaendana na wajibu. Kwanza wajibu wa kimkataba kati yenu nyinyi na benki. Kutoka hapa yaliyobaki ni masharti ya mkataba.
privilege niliyopata, nimepata mkopo kwenye masharti. Lakini la pili, mbungeni na wajibu wa kwenda kusaidia kutoa huduma kwa wananchi kwa maeneo ambayo tunasema hiyo huduma hamna. Kwa hiyo na majukumu mawili kutoka. Sisi ni matarajio yetu kwamba hizi fedha mtaenda kuzitumia katika maeneo ambayo tumekubaliana ya kutumia. Lakini la pili, mtapata masharti na viwango vya ubora vyote vilivyowekwa ili vituo vyenu viweze kufanya kazi kwa ubora unaotakikana. Na mimi niwaambie, nyinyi ndio bechi ya kwanza kupata mkopo. Sasa nyinyi ndio mtakuwa kigezo chetu kwamba mradi uendelee au mradi unafungiwa hapo. Sisi hatutashindwa kwenda kwa katibu mkuu tukaambia bwana, ule mradi tumetoa hatuone tija yake kwa sababu hauendelee. Kwa hiyo nyinyi mtatoa fursa ya nyinyi wenyewe kuja kupata mikopo ya pili na kufungua fursa kwa Watanzania wengine kupata hii. Kwa hiyo sasa hivi mpira uko kwenu, mnataka kufunga au kupaisha. Kifunga mjue mtafanya hii program iwe na mafanikio makubwa zaidi. Kama mlivyotambulishwa, ni Gati Chomete na mimi ni kati ya wanufaika ambao leo wameweza kupatiwa mikopo hii na kusaini kabisa. Na mimi nipende kutoa shukrani zangu za pekee kwa serikali ya Daktari Samia Suluhu Hassan kwa namna ambavyo imeendelea kuwagusa wananchi wadogo wadogo katika maeneo ya vijijini kupitia nishati hii ya mafuta. Lakini kwa kupitia hivyo ni washukuru sana Wizara ya Nishati kwa kuliona hili, kwa sababu wameshirikiana na kitengo muhimu sana katika wizara hii LEA, ambao wamekuwa ni marafiki bora hasa kwa wanawake wenzangu. Tumeona namna wamekuwa wakifanya kazi huko vijijini na mijini, lakini pia leo wameingia kwa upande wa kuwashika na kuwawezesha wajasiriamali wadogo wadogo ambao sasa tunaenda kujenga vituo vya mafuta kwa ajili pia ya kuwasaidia wananchi wa vijijini. Tunatambua changamoto nyingi ambazo zimesemwa na wengi kabla ya mimi, hivyo tunatoa shukrani sana za pekee. Lakini pia ni waahidi Benki ya Azania, lakini pia ni waahidi watu wa LEA kwamba tutatoa ushirikiano wa kutosha kuhakikisha tunarejesha mikopo hii, lakini pia tunakuwa ambassador kwa wale ambao hawajapata mikopo hii ili waweze kuja kupata mikopo.